Mwaita hapa baada ya sintofahamu ya jana kupata barua kuiona mitandaoni ikisemekana chama changu kimenivua wanachama. Barua ile mimi ilichelewa kunifikia. Ilinifikia baadaye, naona target yao ilikuwa ni kuanza na nyie waandishi. Ila mimi ilinifikia baadaye na nikiri niliipokea. Niliipokea kutoka kwenye namba ambayo sihifahamu na nikaifungua kwa sababu ina jina langu, lakini ni kwa namna gani chama changu kinaendelea kujionesha hakiko smart. Mimi ni mwanachama hai wa mkoa wa Dar es Salaam, ni kiongozi, ni katibu mwenezi wa mkoa wa Dar es Salaam. Kadi yangu ya wanachama ni hii hapa. Mnaona kabisa inasoma ni Dar es Salaam. Nimeilipia. Mimi ni mwenyekiti wa jimbo la Kibamba. Sasa sijui umafifi unatoka wapi. Wakati mwaka jana kwenye uchaguzi wa ndani ya chama uliwekwa mfumo wa kanda. Kwa tulikuwa ili upate kugombea either ujumbe wa halmashauri kuu au kamati kuu, ni lazima uwe unatokea kwenye kanda fulani. Sasa mimi niligombea kupitia nyanda za juu kusini, ambazo nadhani sasa hiyo ndo wameenda kutengeneza barua yao hiyo. Na nilipogombea nikashinda kwa 72% ujumbe wa halmashauri kuu. Lakini baada ya siku 3 mwanasheria mkuu wa chama aliniita kwenye kamati, akaniambia kwamba nilikiuka taratibu na kanuni zetu, kwamba mimi ni mwanachama wa Dar es Salaam, ni mwenezi wa Dar es Salaam, nisingeweza kwenda kugombea ujumbe wa halmashauri kuu kupitia nyanda za juu kusini. Kwa hiyo ujumbe wangu wa halmashauri kuu ulikoma baada ya siku 3. Kwa hiyo sikuwa mjumbe wa halmashauri kuu tena. Kwa kama wananivua wanachama kwenye tawi ambalo sijawahi kuitwa kuuliza kama ningekuwa mwanachama wa huko, lakini maana ili nivuliwe wanachama au chochote kile ambacho nahisi mimi hakinipi uhalali wa kuwa mwanachama, ni lazima niulizwe, nihojiwe. Na kwa bahati mbaya hata kwenye ile barua mkiiona, vifungu vinavyotembea vinasema wanachama mpya. Yaani mwanachama ambaye ni mpya akipita zaidi ya mwaka mmoja na zaidi anapoteza nini? Sifa za kuwa mwanachama. Mimi sijapoteza sifa za kuwa mwanachama. Mimi ni mwanachama na nitaupigania wanachama wangu kwa nguvu zangu zote. Naweza nikawaonesha message. Hii ni message ya juzi tu. Ndugu waandishi, katibu wa mkoa wa Dar es Salaam huyu alinitumia message hii hapa ya kunialika kwenye kikao cha uongozi wa mkoa kilichofanyika Ilala, ambayo ilikuwa hapo tarehe 26. Hii hapa message. Sasa nawezaje kuwa mwanachama kwenye sehemu mbili? Yaani mimi niwe mwanachama wa Dar es Salaam na niwe mwanachama wa Iringa. Inawezekana? Na kama walitaka kunihukumu, manake mimi ni mjumbe halali sasa wa halmashauri kuu ya chama, kama wananitambua kwamba mimi natokea nyanda za juu kusini, ambapo huo wanachama huo ujumbe wangu wa halmashauri kuu, mwanasheria mkuu wa chama aliukataa na kuniambia nilikiuka taratibu. Ni ajabu. Na hii ni kwa namna gani chama changu kinaendelea kuuonesha umma kwamba hatuheshimu demokrasia, hatutaki kusikia mawazo mbadala na hatuko tayari kukosoana. Na hapa nadhani wanataka kuhamisha agenda. Agenda yetu ni moja tu. Ni mpina. Viongozi wamekosea kwa sababu hawakufuata kanuni. Kwa hiyo wasitake kuhamisha mjadala. Bado tupo kwenye mjadala wa mpina. Viongozi wanapaswa kuona ni kwa namna gani wamekigharimu chama kwenda kukosa mgombea urais, na ikibidi wawajibike, na sio kutafuta propaganda za kitoto za namna hii za kusema wanataka kunishughulikia mimi kwenye wanachama wangu.